wakfu inapata umuhimu wake kutokana, au uzito wake kutokana na umuhimu wake wa kutengeneza mfuko ambao Waislamu wataweza kuutumia katika mambo mbalimbali ya ustawi wa jamii ya Kiislamu. Lakini zaka pamoja na hilo imebeba ukubwa na utukufu wa kwamba ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Kwa hiyo kama tutaamua tutangulize lipi kati ya wakfu na zaka, basi zaka ndio inachukua namba moja, kwa sababu zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Asiyetoa zaka anapata madhambi kama ana wajibu wa kutoa zaka na hakutoa, ajue anapata madhambi sawa na mtu ambaye ameacha kuswali, mtu aliacha kufunga, mtu aliacha shahada. Yani shahada yenyewe ndio msingi wa kuingia kwenye Uislamu. Lakini zile nguzo nne, swala, zaka, saumu na hija, uzito wao ni mmoja, kwa maana ni zile nguzo za kivitendo katika nguzo za Uislamu. Kuna watu inakuwa rahisi sana kuacha swala, lakini ni ngumu sana kuacha saumu. Ni rahisi sana kuacha kutoa zaka, lakini ni ngumu sana kuacha kwenda hija. Yani watu wenyewe wamejichagulia, kila mmoja ana la kwake, analiona kwake ni jepesi au analipenda, lakini Uislamu hauko hivi. Hizi nguzo zinatakiwa kutekelezwa na kila Muislamu ambaye atakamilisha vile vigezo vinavyohitajika katika kuzitekeleza. Na asipotekeleza wakati vigezo anavyo, basi ajue anapata dhambi, na hiyo itamfanya apate matatizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.